Pastor Mpina Baharia wa kanisa la Tanzania Assemblies of God Tandika Magorofani. Kama kanisa tumekuwa na mipango mingi ya kuhakikisha kwamba tunaweza kufikia dira ya mipango ambayo tumeiwekea. Watu wengi huwa wanasherehekea mwaka kwa kelele nyingi, maneno mengi, lakini mwaka usipokuwa na mipango ni sawa na kupoteza muda. Kwa hiyo kama kanisa ni taasisi, tumejiwekea mipango mikubwa mingi. Of course tuna mipango mojawapo ya kupanua jengo la kanisa, tuna mipango mojawapo ya kuhubiri mikutano ya Injili kwa mwaka, angalau tuna mikutano 4 isiyopungua ya nguvu, na pia tumepanga kuwa na shule ya chekechea ambayo tutaianzisha, ambayo itakuwa chini ya kanisa. Lengo ni kwamba watoto wetu wafundishwe neno la Mungu, lakini pia wafundishwe maadili yaliyo mema kuanzia ngazi ya chini mpaka kwenda juu. Lakini pia tuna mipango ya kuhakikisha kwamba tunawafikia watu ambao wenye uhitaji, watu ambao ni walemavu, watu ambao ni wajane, watu ambao ni yatima. Biblia imesema kwamba dini nzuri ni ile inayojali yatima na wajane. Kwa hiyo na sisi pia moja mipango ambayo tumeiweka ni kuwafikia hao watu. Lakini si hivyo tu, tuna mpango wa kulifanya kanisa letu liwe kanisa la kimataifa, yani mega church au international church, ambayo inaweza ika-accommodate watu tofauti tofauti. Kwa mfano mwaka huu tutakuwa na ibada nyingine so special. Tutailaunch ibada ya pili ambayo itakuwa ni ibada ya Kiingereza, ambayo hiyo itakuwa ni ibada ya kwanza ambayo itakuwa ya Kiingereza afu ya pili ya Kiswahili. Hii ibada ya kwanza ya Kiingereza lengo lake ni kuhakikisha kwamba tunawafikia watu wa mataifa yote. Kuna wageni ambao wanatoka nje ya nchi wapo hapa, na kama unavyojua kanisa letu lipo center. Kwa hiyo tutawafikia hao wageni kwa kuongea lugha ambayo wao wanaweza wakafikiwa na wakaona kwamba ni sehemu nzuri ya kwao kupata huduma za kiroho. Lakini mwisho tumejipanga kuhakikisha kwamba watu wetu wanafanikiwa kiuchumi. Hakuna jambo baya ndani ya kanisa kama kuwa mchungaji kuongoza watu ambao wana kipato cha chini. Kwa nini? Kwa sababu ni mzigo. Unapokuwa kiongozi, unapoongoza watu ambao hawana kipato, kusema za kweli ni mzigo. Kwa sababu gani? Wale watu ndio wanaweza kuchangia mipango ya maendeleo ya ndani ya kanisa. Kwa hiyo tumepanga kwamba kuna semina za ujasiriamali, semina za uchumi ambazo zitawasaidia watu kuwafungua kimawazo, kiakili, ili waweze kujua namna kukabiliana na uchumi na kuongeza kipato chao ambacho kitaweza kuwafanikisha kupanda kimaisha kwenye maisha yao. Hayo ndio mipango ambayo tumeipanga kwa mwaka huu. Tatizo kubwa la leo ambalo linaikumba jamii na kanisa kwa ujumla ni mmong'onyoko wa maadili. Ndio maana vijana wa leo wanaweza kujikuta wanapo kwenye madawa kulevya, wapo kwenye ushoga, wapo kwenye usagaji. Unaona, na ni jamii yetu hii, tunapowaona watu wanaharibika huko juu, wengi wao wametokea kanisani au wengi wao wametokea kwenye dini zingine. Kwa hiyo tumeona ili kuokoa kizazi chetu, Waswahili wanasema samaki mkunje angali mbichi. Kwa hiyo watoto wetu wakiwa bado wadogo, ipo fursa ya wao kurekebika zaidi kabla hawajafikia kwenye hatua ya ukubwa ambao gharama yake kuwarekebisha ni kubwa zaidi. Kwa hiyo tumeona tuwekeze kwa watoto, kwa sababu pia watoto ndio kanisa la kesho, ndio taifa letu la kesho, ndio Watanzania wa kesho, ndio viongozi wa kesho ambao wataweza kuiongoza jamii yetu ikakaa vizuri. Kuna ibada za kuanzia Jumatano, Ijumaa pamoja na Jumapili. Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 9 hadi saa 12 jioni, na siku ya Jumapili tunaanza kuanzia saa 1 maombi mpaka saa 2 maombi, na kuanzia saa 2 tunaendelea na program zingine mpaka saa 6:30 tutakuwa tumemaliza ibada. Kwa nitumie fursa hii kuwakaribisha wakazi wote wa Temeke, wakazi wote wa Dar es Salaam, kama wanatafuta kanisa la kusali na kuabudu, basi wafanye kanisa la Tanzania Assemblies of God hapa Magorofani kuwa ni kanisa lao.